sokoto rebeke benevira. Raka pasha sataka pater. Epere seketeria mikapos. Fara makaya nekepekeria nikapayata. Ebu endelea kumwambia Mungu aseme na wewe. Mwambie Yesu afungue macho yako ya ndani. Afungue macho yako ya ndani. Uone yale ambayo amekusudia. Mwambie Yesu asiache utoke mahali hapa kama ulivyoingia. Usitoke mahali hapa kama ulivyoingia. Usitoke mahali hapa kama ulivyoingia. Mateseke bere rifasha kataria makora refara masepeteria likapaka ya masete ora baka shatakate revese keteria likapaka ya masoto. Oh, asante Bwana, asante Mfalme, asante Simba wa kabila la Yuda, asante Mwokozi wa ulimwengu, asante Jehova kwa sababu utatudumia leo. Hautaacha tutoke kama tulivyoingia. Ribabosa katabira marebe seteria mikapayasu. Oh, asante Bwana, asante Yesu, asante. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Father. Shazete tekere veseteni reba sotoria mikaprata makaya masata vera baroso kotoria nikapakaya masafa sapete. Oh, we bless your holy name, Jesus. We glorify your name, oh God. Hallelujah. Asante. Ebu mpigie Yesu makofi mengi sana. Asante yada voices Mungu akubariki. Asante yada. Amen. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hallelujah. Tunamshukuru Mungu tena ametupa nafasi ya kuwepo hapa tena kwa ajili ya neno lake na kwa ajili ya kodi ya season 2 kwa mwaka huu. Kusudia kwamba mwaka huu tutakuwa na makongamano ambayo yataambatana na maombi ya kufunga, ambapo maombi ya kufunga yatakuwa siku 5 na ni kila juma la kwanza la mwezi. Ni kama tunataka tunapouendea mwezi tusiuendee kawaida, tuuendee kwa hekima ya kimungu na tuuendee kwa uweza na uwezesho wa kiungu. Jamani, amina. Haleluya. Jamani, haleluya. Haleluya. Na nimefurahi kukuona nyumbani mwa Mungu leo. Karibu sana sana sana. Kichwa cha somo leo, katika siku hizi 5 tutakuwa tuna focus sana kwenye kuongeza uwezo wetu. Kuongeza uwezo. Kichwa cha somo kinasema nenda katake vyombo, usitake vichache. Nenda katake vyombo, wala usitake vichache. Nenda katake vyombo, wala usitake vichache. Nenda katake vyombo, wala usitake vichache. Usitake vichache. Katake vyombo, usitake vichache. Nenda katake vyombo, wala usitake. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4. Wafalme wa Pili sura ya 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 7. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 7. Nasubiri ufike pale. Kwenye kodi ya conference tunapata nafasi pia ya kujifunza neno la Mungu kwa kina na kuomba kwa muda mrefu. Ndo sababu shabaha ya kodi ya conference ni kwamba tunapata nafasi ya kujifunza neno kwa kina sana. Alafu tunapata nafasi ya kuomba kwa muda mrefu. Kwa unapokuja kwenye kodi ya conference, njoo na kalamu yako, njoo na notebook ili upate nafasi nzuri ya kuandika. Biblia inasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, na unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Mungu,
alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukaviminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanawe, nao akamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Baada ya vyombo kuisha, mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo aliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Baba, katika jina lako mfalme wa falme, asante kwa neema yako Yesu. Asante kwa mapenzi yako na makusudi yako. Asante kwa fursa nzuri ambayo umetupa ya kuwepo nyumbani mwako leo, tujifunze maneno yako, tusikie kutoka kwako. Bwana, tuko tayari kukusikiliza. Uwe huru kusema na sisi, uwe huru kutubadilisha, uwe huru kutujenga na kutuongezea hatua. Bwana, tunakiri kabisa kwa jina lako na kwa uweza wako, baada ya ibada hii kamwe hatutabaki kama tulivyokuwa. Kunakuwa na hatua, kutakuwa na hatua kubwa ambayo tumepiga. Yako mama ambayo yataongezeka katika mfumo wetu na fahamu zetu ambayo hayakuwepo kabla. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sasa, nimesema kichwa cha somo kinasema, nenda katake vyombo wala usitake vichache. Habari ambayo tumesoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili inamhusu mwanamke mmoja ambaye alikuwa mke wa mmoja wa wana wa manabii. Unaposema mwana wa manabii au wana wa manabii kwenye Biblia, unamaanisha wale sio watoto wa kuzaliwa wa manabii, ila unamaanisha watoto wa kiroho wa manabii. Zamani kulikuwa na shule za manabii ambazo zilikuwa zinabeba manabii ambao wanaandaliwa kuwa manabii katika siku za baadaye. Sasa kwenye hizo shule kulikuwa na watu mbalimbali, na mmoja kati ya watu ambao walikuwa kwenye hizo shule ni Elisha, pamoja na huyu baba ambaye alifariki akaacha mke na watoto katika madeni. Sasa nataka uelewe kitu kimoja. Elisha alikuwa kwenye hizo shule, na ukisoma Elisha alipoanza kuonekana katika Biblia, ni kwa Mungu alimwambia baada ya Elia kufanya huduma na kuchoka na nini, Mungu alimwambia kampake mafuta Elisha awe nabii mahali pake. Sasa alipofika kwa Elisha, alimkuta analima na ng'ombe wa baba zake. Sio kwamba Elisha alikuwa mkulima, hakuwa anajua chochote kuhusu unabii. Hapana, Elisha alikuwa ni mwanafunzi kwenye shule ya unabii, na wakati sasa alikuwa na kazi nyingine anafanya ambayo ni kazi ya kulima. So anapoenda kumfuata, sio kwamba alikuwa anamfuata mtu ambaye hajui chochote kabisa kuhusu nabii. Vinginevyo ingekuwa kazi ngumu sana. Huwezi kwenda kwa mtu ambaye yuko shambani anafanya kazi zake alafu kumwambia aache kazi zake akufuate. Sio rahisi. Lazima kulikuwa na ni kitu ambacho alikuwa anakifahamu. Sasa utaona kwamba
kwenye hiyo shule ya manabii kulikuwa na Elisha na kulikuwa na huyu jamaa ambaye ameacha mke wake. Sasa labda nitalazimika pia kufafanua jambo hili. Wakati Elisha yuko na Elia sasa anapaa kwenda mbinguni, Elisha aliomba apewe double portion. Aliomba apewe mara 2 ya roho ambayo Elia alikuwa nayo. Sasa anaposema mara 2 ya roho yako, watu wengi wanadhani kwamba alipokea mara 2 ya roho ndio maana akaweza kufanya miujiza mara 2 zaidi ya Elisha. Hapana. Unaposema mara double portion, unaposema mara 2 ya urithi kwenye utamaduni wa Kiyahudi, ilikuwa ni alichokuwa na kiomba actually, alikuwa naomba apewe nafasi yeye awe ndio mkuu wa shule ya unabii ambayo Elia alikuwa anaiongoza. Sawa jamani? Kwa lugha nyingine, alikuwa naomba apate haki ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Sawa? Ili sasa awe ndio governor, awe ndiye kiongozi wa wenzake baada ya Elia kuondoka. Tumeelewana? Sasa huyu jamaa anafariki, anaacha mke wake na watoto katika madeni. Na mke wake baada ya kukutana na Elisha, kitu cha kwanza ambacho anamwambia, anasema nisaidie kwa sababu mume wangu amefariki na ameacha watoto na sisi kwenye madeni. Na mtu ambaye alikuwa anamdai amekuja, anataka wapelekwe wakamfanyie kazi kama house boys, house girls, kama fidia ya deni ambalo alikuwa nalo. Sasa Elisha anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Kabla hajamjibu, anasema una nini nyumbani kwako? Anasema sina kitu isipokuwa chupa ya mafuta. Anasema sasa, kama una chupa ya mafuta, mimi naweza nikaanzia hapo kufanya muujiza kwenye chupa ya mafuta ambayo uko nayo. Lakini chupa ya mafuta ambayo uko nayo haiwezi kutosha ikiwa peke yake. Muujiza ambao Mungu anataka kufanya ni kufanya kuwe na mafuta mengi sana ambayo yatatosha wewe kuyauza, ufidie deni ambalo mume wako aliliacha na mengine yasaidie. Lakini wewe una changamoto moja, mafuta unayo ambayo unaweza tukayatumia kufanya muujiza, lakini tatizo vyombo ambavyo vita contain yale mafuta havipo, ni vichache. So akamwambia nenda kwa jirani zako ukatake vyombo. Alafu anasema usitake vichache. Sasa changamoto ya swali kama ile au maagizo kama haya, tunasema ni open. Nyie mliosoma maswali ya interview yanaitwa open ended questions, yani maswali ambayo unaruhusiwa kumwagika unavyotaka, hakuna limit. Anasema nenda katake vyombo vingi wala usitake vichache. Hakusema utake madumu 50, hakusema utake madumu 100, hakusema utake madumu 60. Alisema nenda katake vyombo wala usitake vichache. Na mwanamke akaenda kataka vyombo kweli. Alipomaliza kutaka vyombo akasema nenda kajifungie ndani wewe na watoto wako. Alafu chukua ile chupa ambayo uko nayo, anza kumimina kwenye vyombo ambavyo uko nayo. Alafu ukishamaliza kause yale mafuta ulipe deni. Mwanamke akaenda kwenda kajifungia na watoto wake. Akachukua chupa moja ambayo alikuwa nayo, akaanza kumimina vyombo. Alipomimina vyombo vikajaa. Anasema vyombo vilipoisha na mafuta na yenyewe yakakata. Okay, tufanye kwa mfano aliazima vyombo 50, madumu 50. Manake kama mafuta yalikata baada tu ya vyombo kuisha, manake mafuta haya ambayo Elisha alikuwa ameyaombea, tuseme labda kama mama angekuwa na madumu 52, yangejaa madumu 52. Kama angekuwa na madumu 100, yangejaa madumu 100. Kama yangekuwa madumu 500, yangejaa madumu 500, kwa sababu mafuta yalikata tu baada ya vyombo kuisha.
Bwana asifiwe. Sasa nataka tuyaone mambo machache hapa kabla tujaendelea. Kwa nini huyu mtumishi wa Mungu anaiacha nyumba yake katika madeni? Why? Kwa nini mtumishi wa Mungu? Anasema huyu mtu kwanza alikuwa nabii, lakini pili alikuwa mcha Mungu. Inawezekanaje mtu anayemcha Mungu, mtu ambaye anamtumikia Mungu, akafa akaacha familia yake kwenye madeni? Kabla tujione inawezekanaje, manake inaonesha kwamba kumbe inawezekana ukawa unamcha Mungu na ukawa unamtumikia Mungu, ukawa na madeni na ukafa na madeni. Inawezekana. You understand that? Na zamani cheo cha juu kabisa kwenye utumishi wa Wayahudi ilikuwa ni nabii. Nabii alikuwa na nguvu kuliko mfalme. Sawa? Yeah. So unaweza kumtumikia Mungu kawa nabii na bado usiache urithi kwa watoto wako ukaishia kwenye madeni. So ile notion ya kudhani kwamba kwa sababu umeokoka, kwa sababu unamcha Mungu, basi automatically maisha yako ya kiuchumi yatakuwa vizuri, ni uongo. Sio sahihi. Bwana asifiwe. That's number one. So kuokoka peke yake, kumcha Mungu peke yake, sio kigezo cha peke yake cha kuwa na maisha bora. Please naomba nisikilize vizuri sana itakusaidia. Kwa sababu mara nyingi watu wa Mungu wanapatwa na mabaya. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinawajia moyoni ni lawama. Kwa nini umeniruhusu? Kwa nini umeharusu mambo haya? Na wako waimbaji wametengeneza nyimbo ambazo ni kama zinasisitiza fikra hii ambayo sio sawa. Kwamba kwa vile tu umeokoka, kwa vile tu unamcha Mungu, basi mabaya hayatakupata. Kwa sababu umeokoka, basi wewe utafanikiwa kiuchumi. Kijana wangu mmoja akanitumia message, akasema, "Pastor, mimi nimefungua biashara ya spare za pikipiki. Jirani yangu mwingine anauza spare za pikipiki. Mimi nimeokoka, yeye hajaokoka. Matokeo yake yeye anauza kuliko mimi. Inakuwaje mimi nimeokoka lakini ambaye hajaokoka anauza kuliko mimi?" Hiyo message ilikuwa message ya kujisikia vibaya. Aishai kunitumiaga na sadaka kabisa. So ni kama nafikiri kwa vile umetoa sadaka, hiyo sadaka ina press demand kwamba lazima afanikiwe kwa sababu ametuma sadaka. Na wakati mwingine juzi Roho Mtakatifu akanifundisha jambo. Akaniambia ni vizuri sana watoto wa Mungu wajue kwamba kila mfumo au kila ulimwengu una mifumo yake ya uendeshaji. Na utiifu wetu kwenye hiyo mifumo ya uendeshaji wa huo ulimwengu ndio utakaoamua kufanikiwa kwetu kwenye hiyo mifumo kwenye huo ulimwengu. Narudia. Kila ulimwengu una mifumo yake ya uendeshaji. Every world has got its own systems of operation. Kila ulimwengu una mifumo yake ya uendeshaji. Please, naomba nisikilize, itakusaidia. Kila ulimwengu wa ndoa una mfumo wake wa uendeshaji. Ukiona ndoa imevunjika, sio kwamba alikosea kupata mtu. Sio kwamba alipata mtu mbaya, hapana. Alikwamba alipata mtu ambaye sio mtiifu kwenye mifumo ambayo inaamua mafanikio ya ndoa. Watu wengi tunapoingia kwenye ndoa, mara nyingi maombi yetu sana tunadhani kwamba Mungu atuongoze tupate mtu sahihi. Frustration, uwekezaji mkubwa. Tunaomba na funga siku 40, siku 21, tunafunga siku 7 kavu tupate mtu sahihi. Lakini kinachoamua mafanikio ya ndoa sio kupata mtu sahihi, hapana. Hapana, nakwambia. Kinachoamua mafanikio ya ndoa ni utiifu wako kwenye mifumo ambayo inaongoza mafanikio ya ndoa. Kwa
kwamba mtu umepewa na Mungu haina maana kwamba ndo hamtakaa mgombani. Hapana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba wakati wakimfanyia Mungu ibada na kusali, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Paulo na Barnaba kwa kazi niliyowaitia. Na ukitrace kwa nyuma utagundua Paulo baba yake wa kiroho, mentor wake alikuwa ni Barnabas. Lakini Paulo na Barnaba wanaenda kazini, wanagombana, wanakosana, si kwamba hawezi kwenda pamoja. Paulo anamchukua Sila, alafu Barnabas anamchukua Marko, na hawakuwahi tena kuendelea pamoja mpaka baadaye Paulo anasema, mleteni Marko maana ananifaa kwa kazi. You understand that? So the fact kwamba umepatia mtu haina maana kwamba utapatia ndoa. Hapana. Ziko kanuni ambazo, iko mifumo, na ziko kanuni ambazo zinaongoza mafanikio ya ndoa. Ziko kanuni ambazo zinaongoza mafanikio ya kiuchumi. Utifu wako kwenye mifumo na hizo kanuni ndio itakayoamua wewe unafanikiwa kiasi gani kwenye ile eneo. So hata ukiwa mchungaji, hata ukiwa nabii, ziko kanuni ambazo zinaongoza ulimwengu wa uchumi. Una mifumo yake, una kanuni zake. Iko kanuni ambayo inaongoza mafanikio ya kiuchumi. Wewe usipokuwa mtiifu kwenye huo mfumo, hata kama unaomba moto na shuka, hautakaa upate matunda kwenye huo mfumo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So huyu jamaa alikuwa nabii, a servant of God. Wala uelezi kwamba alikuwa na dhambi yoyote, wala haisemi kama alikuwa na mapungufu yoyote. No, inasema tu kwamba alikuwa ni mcha Bwana. Manake mcha Bwana manake ni mtu ambaye alikuwa na hofu ya Mungu. Na unajua mtu ushuhuda, kwa mfano, ukitaka ujue mimi nimeokoka kiasi gani, muulize mke wangu. Mke wangu ndo anajua kiroho changu kuliko nyinyi wote, kwa sababu nalala naye na amka naye, ndo mtu wa karibu zaidi kuliko mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. So mke wake anatoa ushuhuda, anasema huyu mtu alikuwa nabii, alikuwa mcha Mungu, alikuwa na mcha Bwana. Manake alikuwa na uhakika na mwenendo wa mume wake kwamba hakuwa anachepuka, hakuwa mzinzi, hakuwa muongo, hakuwa mwizi. Lakini somehow mtumishi wa Mungu amekufa, ameacha madeni mazito kwenye familia yake. Nilikuwa naangalia clip moja juzi, nimerekodi pia kwenye simu, nitashare na nyinyi kwenye group la kanisa. Nilikuwa naangalia, nikaona mzee mmoja amemkaba kijana, anamwambia mimi nakupiga na kuua. Kijana anasema hapana, huwezi unipiga ukaniua. Ukikopa sola za watu ulipe. Wao umekopa sola. Mzee alikopa, unajua kuna kama kampuni yanakopesha sola yale. Hasa mzee amekopa sola, mzee wa miaka karibu 70 kitu, amekopa sola, harudishi. Kijana ameenda kumdai, anasema mimi nachukua hiyo sola. Kijana mzee akitaki sola yake ichukuliwe, akamkaba kijana, akaanza kumpiga ngumi. Anasema haisaidii, nilipe hela zangu. So nikaanza kuwaza, mzee wa miaka 75 anakopa sola, taa ya sola, anashindwa kuilipa. Acha madeni. Mungu akuepushe na uozee wa namna hiyo kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Mungu unajua, sema sasa mwezi kuona. Ninayo hapa hii video. I can show you, ninayo hapa. Sema sasa, mnaweza msiione kwa uzuri kwa sababu ya nini? Ya simu. Lakini ningeweza kuonesha. Next time nitaituma kwenye mtandao muweze kuiona kwa karibu. Lakini ni aibu. Ni aibu kwamba miaka 75 mzee unadaiwa sola 15,000 20,000 unashindwa kulipa. Kwa nini? Kwa sababu ukufuata, ukutii mifumo ambayo inaongoza uchumi. Bwana asifiwe sana. Ukutii wewe. Mwingine anasema pasa wewe sikujua baba kuna majanga aliyapata. Wala ambao walikuwa Jumapili iliyopita ni wagawia karatasi ambazo zina maswali 25 ambayo yanaonesha
wewe umekomaa kiasi gani kwenye mambo ya fedha? Bwana asifiwe. Maswali 25 questions ambazo zinaonyesha wewe kwenye mambo ya fedha ukoje. Swali mojawapo lilikuwa, umejiandaa kustaafu kwa hiari? Umri wa kustaafu wa serikali ni miaka 60. Wewe sasa hivi ukiwa na miaka 25 30, unapangaga kama utastaafu ukiwa na umri gani? Sasa shabaha ya semina hii ni kutusaidia kujenga uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mzee ameondoka, ameacha mke kwenye madeni, alafu anakuja nabii mwenzie, mwanafunzi mwenzie. Sikize kwa makini sana. Mwanafunzi mwenzie anakuja. Okay. Poleni. And it's okay. Wapeni watu tu, mimi niko vizuri. Wapeni watu. Bwana asifiwe. Tumeshanunua feni zingine. Bwana asifiwe sana. Fundi atakuja kufunga kesho. Fundi amefunga. Leo somo ilikuwa kali sana, ameshindwa. Fundi atafunga kesho, ziko hapo ndani. Kesho kutakuwa na feni za kutosha. Sawa jamani, tumenunua za juu za kuzunguka. Haleluya. Sasa baba ameacha madeni kwa watoto wake, alafu anakuja nabii mwanafunzi mwenzie anaitwa Elisha. Anakuja anamuuliza mke wake, nyumbani kwako na nini? Anasema na chupa ya mafuta. Swali ni kwamba hiyo chupa ya mafuta ilikuwepo wakati gani? Je, ilikuwepo kabla mzee hajafa au ilikuwepo baada ya kufa? Ukifuatilia utagundua kwamba hii chupa ya mafuta ilikuwepo hata kabla mzee hajafa. Inawezekana tena kulikuwa na mafuta mengi zaidi ya chupa moja, kwa sababu kama mzee amekufa, baba mwenye nyumba, kumebakia chupa moja ya mafuta na kulikuwa na msiba, inawezekana kwamba kulikuwa na mafuta mengi ya kutosha, wakayatumia mengine kwenye msiba, baada ya mambo yote kabaki chupa moja. Elisha hakufika nyumbani kwa huyu mama, sawa, lakini aliweza kutatua tatizo ya uchumi ya nyumba ya mwenzie, nabii mwenzie, kwa kutumia mafuta yale ambayo yalikuwepo kwenye nyumba ya huyo jamaa. Msaada ambao ulimsaidia huyu mwanamke kutatua tatizo lake. Elisha kutoa nje ya mwanamke. Mmenisikia? Alitumia kile ambacho mwanamke anacho kutatua tatizo lake ambalo analo. That is to say, kama yule nabii angekuwa na ufahamu kama wa Elisha, angeweza kutumia mafuta yale kuondoa tatizo kwenye nyumba yake. That is number one. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mara nyingi wengi hapa tunaamini hivi, matatizo yetu tunayotukabili sasa, majawabu yake yapo nje yetu. Na ndio kinachotuchelewesha mara nyingi. Tunaamini kwamba somehow majibu ya matatizo yetu hayako na sisi. Our focus is outside, not the inside. Jambo la pili nataka tuliona, vyombo vilipokoma, mafuta nayo yakakoma. So yale mafuta yamekuwa ni kama yamedesigniwa au yameagizwa kuongezeka kutegemea na wingi wa vyombo ambavyo yule nabii, yule mama mke wa nabii ako navyo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yes. Kama mafuta yangekuwa mengi, kwa inawezekana huyu mwanamke siku hiyo angeondoka bilionea, kama angeenda kutaka vyombo vingi zaidi ya vile alivyovipata wakati huo. Na ndio maana nabii akamwambia, nenda katake vyombo vingi, wala usitake vichache. Amina. Mungu anaweza kufanya mambo yote. Lakini kitabu cha Efeso sura 3 mstari 20 inasema, na atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, awezaye kufanya mambo makubwa mno kupita jinsi tuombavyo,
au na tuwazavyo. Anasema kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa sana, lakini anafanya kwa kuzingatia uwezo ambao sisi tuko nao. Jamani, amina. Ile nguvu ambayo inatenda kazi ndani yetu ndiyo ambayo inaamua Mungu afanye na sisi mbali na kwa wingi kiasi gani. Anasema nenda katake vyombo wala usake vichache. Sasa vyombo hapa vinamaanisha nini kwetu sisi? Vyombo vinamaanisha nini? Moja, vyombo vinamaanisha uwezo, capacity. Sasa kwenye Kiingereza capacity kuna maneno mawili yanayotumika kumaanisha uwezo. Moja ni capacity, mbili ni ability. Sema capacity. Sema capacity. Sema ability. Sasa capacity na ability ni tofauti kidogo. Maneno yote yanamaanisha uwezo, lakini tofauti yake ni kwamba ability ni uwezo, ni ile hali ya kuwa na nguvu za kusababisha mambo yatokee. Ability. Sawa. Yeah. Lakini capacity ni uwezo wa juu kabisa. It's the maximum ability to cause things to happen. Yani capacity ni uwezo wa juu kabisa mwisho yani wa uwezo wako, ndio inaitwa capacity. Kwa mfano, hii chupa hii ni chupa ya lita 1. Sawa? Kwa tungesema capacity ya hii chupa ni lita 1. Manake kiwango cha juu kabisa cha maji ama kimiminika ambacho unaweza kuweka ndani ya chupa hii ni lita 1. So tunaposema kuongeza vyombo, tunamaanisha kuongeza uwezo wako mpaka ufike uwezo wa juu kabisa wa mambo ambayo unaweza kuyafanya. Mambo ya Mungu ambayo unaweza kuyafanya. Kuongeza uwezo, tunaposema nenda katake vyombo wala usitake vichache, tunamaanisha kaongeze uwezo. Ongeza uwezo kwa kiwango cha juu kabisa. Increase your maximum ability. Ongeza uwezo wa juu kabisa. Panua mahali pa hema yako. Kitabu cha Isaya nasema panua mahali pa hema yako. Waambie wayatandase mapazia wala usiwazuie. Anasema kwa maana utaenea na uzao wako utamiliki nchi. Panua mahali, ongeza, increase your capacity, stretch, ongeza uwezo wako. Na sasa unaongeza uwezo katika maeneo gani? Nisikilize vizuri sana. Tutaenda pole sana, tutaelewana. Kwanza tumeona pale mwanzoni kwa Elisha hakumwambia mwanamke aongeze mafuta. Kwa sababu mafuta ni upaji wa Mungu katika maisha yako. Hayo uongeze. You cannot increase the provision of God upon your life. Huwezi kuongeza upaji wa Mungu. Mungu hawezi kukupa kidogo ama kukupa sana. Waefeso sura 1 mstari wa 3 Biblia inasema hivi, na atukuzwe Mungu wa Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo Yesu. Mungu hana kipimo katika kukubariki wewe. Mungu hataki upate kidogo cha alivyo navyo. Ametubariki kwa baraka zote. Anasema katika Yakobo, anasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kinatoka kwa Mungu wa mianga, ambaye kwake hakuna miale ya kubadilika wala kugeuka. Yani Mungu anatoa mema tu. God is a perfect
and complete and sufficient giver. Mungu ni mpaji kabisa. Yani ni mpaji. Mungu ndio baba wa utoaji. Anapotoa, anatoa kabisa. Anatoa to the maximum. Anasema hakuna mtu aliye na upendo kama huu wa mtu kuyatoa maisha yake kwa ajili ya rafiki yake. Anasema manake kwanza alipomtoa Yesu ndio utoaji wa mwisho. Huwezi kutoa zaidi hapo. Huwezi. So kwa Mungu hakuna shida ya kutoa. Ndio maana kumwambia huyu mwanamke kwamba kaongeze mafuta. Anasema kaongeze vyombo. Mimi sina shida ya mafuta. Yesu wangu. Kwangu kuna shida ya mafuta. Naweza mafuta yani akajaa bahari. Kama naweza kugeuza maji kugeuza mafuta yakawa mengi. Lakini kitu cha kufahamu ni kwamba maji yaliyogeuka kuwa divai sio maji ya mtoni, ni maji yale ambayo yalikuwa kwenye yale mabalasi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Yeah. So Mungu hana shida na kukubariki wewe. Mungu hana shida na kukupa vitu, hana shida kabisa. Na nisikuambie hapa kwamba kutamani sio dhambi. Wanasema kutamani ni dhambi. Tamaa sio dhambi. Kutamani ni tabia ya Mungu ambayo ameiweka ndani yetu ili tusaidie kujua yale Mungu ameyaweka ndani yetu ambayo yapo kwa ajili yetu na tunaweza kuyafikia. Sawa? Huwezi kutamani kitu ambacho una uwezo nacho. Mimi mwanaume siwezi kutamani kuwa na mimba, sio? Wala siwezi kumwonea wivu. Mke wangu hapo ni mjamzito. Sijawahi kuishi na mimi niwe mjamzito, sijawahi. Wala si kumwonea wivu mtu mjamzito. Unamwonea wivu mtu kwa kile ambacho na wewe unaweza kuwa nacho. Sawa? Tamaa mbaya ni pale ambapo kitu sio cha kwako, unapanga mikakati ya kukipata isivyo halali. Hiyo ndo mbaya. Lakini kuona nyumba nzuri ukatamani iwe yako sio dhambi. Kuona gari nzuri ukatamani liwe lako sio dhambi. Kuona viatu, nguo nzuri ukatamani sio dhambi. Kuona huduma kubwa ukatamani na wewe uwe na huduma kama sio dhambi. Ila ni ujumbe wa Mungu kukuambia kwamba hata wewe unaweza kuwa na hivyo, hata wewe unaweza kufika hapo, hata wewe unaweza kufika hapo. Lakini uwezo wako wa sasa hauwezi kuruhusu ufike hapo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Anasema nao utajifurahisha kwa Bwana Mungu wako, naye atakupa haja za moyo wako. Anaposema atakupa haja za moyo wako, haina maana kwamba atakupa vitu unavyotamani. Maana yake ataweka kutamani ndani ya moyo wako. Ataweka shauku ndani ya moyo wako. Kwa unapotamani vitu vikubwa, unapotamani vitu vizuri, ni ujumbe wa Mungu anakuambia kwamba haya ndio mambo ambayo naweza kufanya na wewe. Jamani, haleluya. Wivu sio mbaya. Wivu manake nini? Wivu manake ni mambo ambayo unatamani kuwa nayo ama na unaweza kuyapata. Wivu sio dhambi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. To be jealous is not bad. Mungu mwenyewe anaitwa Mungu mwenye wivu. Manake kama wivu ni dhambi, manake Mungu ana dhambi, sio? Mungu anaitwa yeye ni Mungu mwenye wivu. Wivu manake you wish, yani unatamani vitu ambavyo na wewe unaweza kuwa navyo. Sijawahi kumwonea wivu rais wa Marekani, kwa sababu hakuna namna nitakawa rais wa Marekani. Siwezi mimi. Lakini naweza nikamwonea wivu Mpango, kwa sababu na mimi naweza kuwa makamu wa rais. Naweza kumwonea wivu Samia Suluhu, kwa sababu mimi naweza nikawa rais. So chochote ambacho unakionea wivu unaweza kuwa nacho, lakini uwezo wako wa sasa hauwezi kufikisha hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mmenielewa ninachokisema? So akamwambia yule mwanamke, usiende kuazima mafuta, nenda katake vyombo.
Nenda kaongeze uwezo. Jamani, amina. Nenda kaongeze uwezo. Go and increase capacity. Ongeza uwezo. Sasa uwezo gani ambao unapaswa kuongeza? Unapaswa kuongeza uwezo gani? Kifo usiataacha madeni. Mungu akuepusha na uozee wa namna hiyo kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Mungu unajua, sema sasa mwezi kuona. Ninayo hapa hii video. I can show you, ninayo hapa. Sema sasa, mnaweza msione kwa uzuri kwa sababu ya simu. Lakini ningeweza kuonesha. Next time nitaituma kwenye mtandao muweze kuiona kwa karibu. Lakini ni aibu. Ni aibu kwamba miaka 75 mzee unadaiwa sola ya 15,000, 20,000 unashindwa kulipa. Kwa nini? Kwa sababu ukutii mifumo ambayo inaongoza uchumi. Bwana asifiwe sana. Ukutii wewe. Mwingine anasema pasa wewe sikujua baba kuna majanga aliyapata. Wala ambao walikuwa Jumapili iliyopita ni wagawia karatasi ambazo zina maswali 25 ambayo yanaonesha wewe umekomaa kiasi gani kwenye mambo ya fedha. Bwana asifiwe. Maswali 25 questions ambazo zinaonesha wewe kwenye mambo ya fedha ukoje. Swali moja wapo lilikuwa umejiandaa kustaafu kwa hiari? Umri wa kustaafu wa serikali ni miaka 60. Wewe sasa hivi ukiwa na miaka 25 30, unapangaga kama utastaafu ukiwa na umri gani? Sasa shabaha ya semina hii ni kutusaidia kujenga uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mzee ameondoka, ameacha mke kwenye madeni, alafu anakuja nabii mwenzie, mwanafunzi mwenzie. Nisikize kwa makini sana. Mwanafunzi mwenzie anakuja. Okay. Poleni. And it's okay. Wapeni watu tu, mimi niko vizuri. Wapeni watu. Bwana asifiwe. Tumeshanunua feni zingine. Gani unapaswa kuongeza? It's very important we see that. Na naomba niseme jambo hili watoto wa Mungu. Please. Nimekuwepo hapa kanisani kutoka asubuhi. I've been praying, nimekuwa nikiomba na kutafakari na Mungu amekuwa akisema na mimi. Unajua samani, na jana niliandika pia mtandao, nikasema hivi, wakati mwingine inabidi tuwaombee ninyi muache kujidanganya. Sawa? Badala ya kumwomba Mungu awabariki na kukaza shingo ni vizuri tukawaambia ukweli na tukawaombea muache kufanya kujidanganya. Kwa sababu kama una uwezo, haya mambo ambayo tunawaombea sisi hayawezi kuwasaidia. Kwa sababu prayer, maombi yanafanya vitu viwili. Maombi ni mpenyo, yanakupa mpenyo, sawa? Breakthrough, si sawa? Mpenyo. Sasa uwezi kuishi maisha sio mpenyo, ni muujiza. Na Mungu hajayatengeneza maisha yawe miujiza. Uwezi kupata kazi kwa mpenyo alafu kabaki ukaendelea kubaki kwenye kazi kwa mpenyo. Hapana. Unaweza kupata kazi kwa muujiza, lakini huwezi kubaki ukaexcel kwenye kazi kwa muujiza. Hapana. Lazima uwe na uwezo. Na uwezo unautengeneza kabla hujapata kazi. Let me ask you something. Yusufu alikuwa na kipawa cha kutafsiri ndoto. Hayo ndio alikuwa mafuta yake. Sawa? Bwana asifiwe sana. Hebu niwaambie ukweli. Nanyi mtaniambia ukweli. Mnadhani Yusufu aliweza kuwa waziri mkuu wa Misri kwa kipawa cha kutafsiri ndoto? Farao
alisema hivi. Kwanza Yusufu alisema Farao na ajitafutie mtu mwenye uwezo ambaye atasimamia haya mambo nimeyatafsiri yatokee. Alafu Yusufu, Farao akasema tupate wapi mtu mwenye uwezo ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Ndipo Yusufu akaonekana kwamba yeye ndio mtu mmoja mwenye uwezo, lakini pili Roho wa Mungu anakaa ndani yake. The question is, nikichagua hapa randomly hapo kati yenu, wewe nikakufanya kuwa waziri mkuu wa Tanzania tu, wewe kuweza? Tina, nikikufanya hapo ulipo uwe waziri mkuu wa Tanzania, utamudu au utahitaji maombi zaidi? Haya ndio maswali ya kujiuliza. So manake huyu Yusufu, ingawa tunaona kwamba Mungu alifanikisha kwa sababu alifanikiwa katika nyumba ya Potifa kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye, alifanikiwa akiwa gerezani kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye, lakini kitu kingine ambacho hatusomi kwenye maandiko ambacho kinaonekana baadaye ni kwamba wakati Yusufu anasubiri ndoto yake ambayo Mungu alimuonesha itokee, alikuwa anatengeneza uwezo, alikuwa na build capacity. Ndio maana aliweza kuliongoza taifa kwenye miaka 7 ya shibe na miaka 7 ya crisis. Na uone kama palikuwa na shida. 14 years, 7 za shibe, akakusanya chakula cha kutosha cha kuwasaidia miaka 7 ya njaa. Nilikuwa namsikiza bilionea mmoja, rais wa benki inaitwa UBA, United Bank of Africa, anaitwa Tony Elumelu. Alikuwa anasema hivi, mtu ambaye hawezi kuweka akiba akipata $1, hawezi kuweka akiba akipata $10,000, hawezi. If you can't save $1, you can't save $10. Kama huwezi kuweka akiba 10,000 uliyopata, yani ukipata 10,000 huwezi kuweka akiba, unasema nitaweka akiba ikifika milioni 10, utakao uweke akiba. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, tuendelee. Sasa unaongeza uwezo katika maeneo gani? Maeneo 7. 7 areas you have to build capacity. Maeneo 7 unapaswa kuongeza uwezo. Eneo la kwanza ni eneo la kiroho. Unaongeza uwezo wako wa kiroho. Eneo la pili ni eneo la kihisia, emotional intelligence, emotional conscient, emotional hisia zako. Na naposema hisia, unaongeza uwezo wa kihisia, manake ni kwamba uwe na uwezo wa kuzidhibiti hisia zako zielekee kwenye mwelekeo unaotaka wewe bila kujali hisia za watu wengine wa nje. Juzi hapa mmeona kwenye mitandao ya kijamii hukumu imetolewa, hukumu fulani imetolewa. Jamaa mmoja anaitwa Hamisi kama sikosei, aliyemuua kwake amefungwa, amehukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kosa la kumuua mke wake. Bwana Hamisi yuko mtandaoni, utaiona. Bwana Hamisi ilikuwaje? Bwana Hamisi alikuwa na mgogoro na mke wake, anamgogoro, mke wake amefika alfajiri, I don't know, alfajiri si sangabe amefika, katika gombana si anasema akamsukuma mke wake akaanguka kwenye balcony, si kwenye nini, akaanguka akavuja damu nyingi akafa. Hakumuua kwa kukusudia, alimuua bila kukusudia. Sasa hatua kilichomhukumu, kilichomfunga, kwa sababu ukiua bila kukusudia unasamehewa, unafungwa tu kifungo cha miezi kadhaa jela, alafu unatoka. Lakini kwa sababu yeye akaona nimeua bila kukusudia, alichokifanya nini? Akaamua kufuta ushahidi. Akasema hivi, akamkamata yule mwanamke, akachimba shimo pale ndani kwake, akaweka vitu chini, alafu akaweka mkaa, akamchoma moto, akachukua majifu, akaenda ili watu wasigundua, akayapeleka shambani. Alafu pale kwenye nyumba yao alipomfukia mke wake akasakafia. Alafu
akajitumia message, akachukua simu mke wake, akajitumia message kwamba usimtafute, naondoka nenda nje ya nchi, baki nao mawara wako. Alafu akaenda kituo cha polisi kuripoti. Mke wangu amepotea, jarudi toka jana. Wakaanza kumtafuta. Sasa mtu mmoja alisema hivi, rafiki yao ni askari. Unajua kwa nini askari akitaka kuacha kazi wamkubariki rais? Unajua kwa nini? Kwa sababu muarifu bora kabisa hapa nchini ni askari. Yani muarifu bora kabisa, yani muarifu top notch ni askari. Kwa nini? Kwa sababu ili uweze kuwadhibiti waarifu, inabidi ufundishe uarifu wa namna zote. Umenielewa? Yani askari akiamua kuiba pesa benki ni dakika 0 tu. Tumshukuru Mungu kwamba jeshi letu la polisi na askari wetu ni waadilifu. Jamani, amina. Lakini wakiamua kuwa waarifu ni rahisi sana, kwa sababu ili uweze kumdhibiti muarifu inabidi ujifunze uarifu wa namna zote. Sio jamaa amepeleka pale, anapeleka message, bwana alinitumia message. Wale polisi wakasema, wakacheka ile message, wakasema message mbona inaonesha kwamba ilitumwa kwenye eneo moja, eneo hilo ambalo mpokeaji alikuwepo. Unaona hapo? Wakaanzia hapo. Message imetumwa, huyo anasema sirudi tena nyumbani, naenda nje ya nchi. Lakini message inaonesha ilipotumiwa na aliyepokea wako eneo moja. Tuambie ukweli wewe, acha ujinga. Wewe umemuua mke wako. Na askari wanajua jinsi, sema akasema ukweli wote pale. You understand? Amehukumiwa juzi hapa, kufungwa mpaka kunyongwa mpaka afe. Lakini yule jamaa, ile kesi yake, wanandoa wanagombana, sawa. Na unaweza kaua bila kukusudia. Nyinyi mnajua kwenye nchi kuna mtu aliua bila kukusudia, yuko wapi? Si yuko nje? Lulu Michael. Kesi yake ilikuwa ya kuua bila kukusudia. Leo yuko nje. Yeye itakiwa aende tu, jamani, akambebe mke wake, amkimbize hospitali. Tulikuwa tunagombana, akateleza, kaanguka, na polisi na madaktari wanajua kama mtu ana majeraha, wanajua hii jeraha alijigonga, ni wanasema alipigwa na kitu chenye ncha kali. Sasa wataangalia hicho chenye ncha kali kilimpiga au alikipiga yeye. Si sawa? Lakini kwa sababu ya kile ndo mafanikio emotional, yani uwezo wa kudhibiti hisia zako ukiwa mdogo, unaweza kuingia kwenye matatizo ambayo hata hayakuhusu. So inabidi uongeze uwezo wako wa kihisia. Namba 3, uongeze uwezo wako wa kijamii kuhusiana na watu. Namba 4, uongeze uwezo wako wa kimwili, kudhibiti mwili wako. Uongeze, namba 5, uongeze uwezo wako wa mambo ya hatima yako, wa kushughulika na mambo ya hatima yako. Uongeze uwezo wako wa kushughulika na mambo ya hatima yako. Ujue na uamini ndani ya moyo kwamba hapa duniani wewe haukuja tu ujaze nafasi. No, ulikuja iko sababu amenifanya Mungu akuumbe mtu kama wewe. Alafu ya mwisho, uongeze uwezo wako wa kiuchumi. Increase your financial capacity. Sasa kwenye kongamano hili tutashughulika na maneno mawili tu. Eneo la kwanza ni uwezo wako wa kiroho. Na hiyo alafu siku zingine zobakia tutashughulika na uwezo wako wa kiuchumi. Kwa nini nimechagua haya maeneo mawili? Kwa sababu haya maeneo mawili yana nafasi kubwa sana ya kuathiri haya maeneo mengine. Sawa jamani?
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaongezaje uwezo wako wa kiroho? Kwanza, nini maana ya uwezo wa kiroho? Tukisema huyu mtu ana uwezo kiroho, tunamaanisha nini? Please, naomba mnisikilize vizuri. Moja kati ya shabaha ambayo Mungu ametengeneza ili kongamano ni kwamba tuweze kujengwa, tuwe watu ambao, watu bora, watu vyombo ambao Mungu anaweza kujivunia. Nini maana yake kuwa na uwezo mkubwa wa kiroho? Nini maana yake? Moja ni kuwa na uwezo wa kubeba mambo ya kiroho pasipo kuharibika kwenye mikono yako. Yani wakati ambapo Mungu anaweza kukuamini mambo yake, akawa na uhakika kwamba haya mambo hayataharibika, ni wakati Mungu anaweza kukuamini. Kwa lugha rahisi, kumwamini Mungu ni rahisi sana, kwa sababu ni uchaguzi wako mwenyewe. Lakini Mungu kukuamini sio rahisi, kwa sababu sio neema. Unajua tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani ndani ya Yesu Kristo. Lakini hatuaminiwi kwa neema, tunaaminiwa kwa uwezo wetu ambao unatokana na mkao wa mioyo yetu na akili zetu. Mungu alipomtazama Sauli, alifanya kosa moja tu, just one mistake, ikamfunua mbele za Mungu, akajua huyu siwezi kutembea naye. Alafu kitu cha kuumiza na kushangaza, akamchagua kijana wa miaka 14 ndo amreplace, yani achukua nafasi yake. Nyie mshawahi kwenye, wengi hapa mshawahi kwenye mahusiano. Unajua kuachwa sio kunaumiza sana. Kinachoumiza sana baada ya kuachwa ni kwamba nani amechukua nafasi yako baada ya kuachwa, ndio kinachoumizaga sana. Takuta mtu ameacha mwanamke mrembo, alafu akachukua mtu mwingine wa kawaida tu. So unajiuliza aliyekosa nini? Au wanaume wanapochepuka, akichepuka mnaangalia mtu aliyechepuka na anasema mbona mwanamke mzuri tu, unanielewa? Yeah. Sio kama baada ya Sauli kukosea, labda angechukua nafasi yake Nabii Samueli, ungesema kweli Mungu jamani, Mungu fair. Lakini Mungu anamchukua kijana wa miaka 14 au replacement ya Sauli. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndiye anaweza kumwamini kwa nafasi hiyo wakati huo kwenye taifa zima la Israeli. Unajua ni kama ni habari ya kusikitisha sana. Kwa sababu Mungu anapotaka kukuamini, angalii jinsi ambavyo wewe unasema nibariki wewe, nibariki wewe, Mungu sio mpumbavu. Ukiona mtu anasema anataka kumimina maji kwenye ndoo kutoka kwenye pipa, akitaka ndoo ijae, ataishia kwenye uwezo wa ndoo. Ukiona mtu anamimina maji kwenye ndoo imejaa na anazidi kumimina, unaanza kuquestion uwezo wake wa kufikiria. Mungu hawezi kukubariki, hawezi kuachilia vitu, mafuta kwenye maisha yako kupita uwezo wako wa kubeba hayo mafuta. Hebu fikiria wakati amelisha watu 4,000 kwa muujiza, wakakusanya vikapu 12 vya mkate. Alafu akawaambia hivi, kusanyeni mabaki yaliyobakia, kisipotee chochote. Manake nakwambia kwamba God is not a wasteful investor. Mungu sio mwekezaji ambaye anataka hasara. Kila uwekezaji Mungu anafanya anataka umletee faida. Angeweza kusema vile vikapu 12 moja, akasema kusanyeni kisipotee hata kipande kimoja cha mabaki ya mkate, kwa sababu Mungu hataki kupoteza chochote. So hawezi kufanya uwekezaji katika maisha yetu kupita vile ambavyo tunaweza kucontain. So
Kila wakati tunapoongeza uwezo sasa kwenye aspect yoyote ya maisha yetu, ni ujumbe tunamtumia Mungu kwamba tuko tayari kuongezeka kwenye eneo hilo. Mtu ambaye anaongeza uwezo wake wa kiroho, maana yake anamwambia Mungu, kwa Mungu, hey, kwenye mambo ya kiroho unaweza kunihesabu. Mtu ambaye anaongeza uwezo wake kwenye mambo ya kiuchumi, anamwambia Mungu, hey, kwenye mambo ya kiuchumi unaweza kunihesabu. Na mtu ambaye anaongeza uwezo wake kwenye mambo ya ndoa, mahusiano na familia, anamwambia Mungu, kwenye mambo ya ndoa niko tayari, unaweza kuniamini. Niliwaambia wakati naongea na singles, nikasema it's true, Mungu anakupenda sana wewe kiasi cha kukupa mke mwema, kiasi cha kukupa mume mwema, lakini pia anampenda sana huyo mke mwema ili asije akamweka kwenye karasha ambayo utakuja kumharibu. Mmenisikia? Yani Mungu anakupenda sana wewe kiasi cha kukupa mke mwema kabisa anataka. Lakini pia huyo mke mwema huyo unayemtaka, Mungu naye anampenda kiasi kwamba hataki aingie kwa mtu ambaye sio sahihi. So wakati wewe unataka kupate mke mwema, mume mwema, Mungu anaangalia, ai, wewe unaweza kumcontain mume mwema. Saa nyingine naongea na mabinti zangu na vijana wangu, sasa pasa niombee nipate mume. Mimi nasema hapana, natakiwa nikuombee wewe ufae kwa mke wa mtu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. So kuongeza uwezo wa kiroho manake ni, manake Mungu anaweza kukuamini. Sasa yako maswali ambayo unaweza kujiuliza ili ya kusaidia kupima uwezo wako wa kiroho koje. Swali la kwanza, unaweza kufunga kiasi gani? How much can you fast? Kufunga ndo kunaongeza uwezo wako wa kiroho. Wewe unaweza kufunga kiasi gani? Juzi Roho Mtakatifu akaniambia, Bedon, kama hujawahi kufunga kiasi cha kutishia uhai wako, bado hujafunga. Kama hujawahi kufunga kiasi cha kutishia uhai wako, wewe kwenye shule ya mifungo endelea mbele, bado hujafika. Kuna watu, nilikuwa namsikiza mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Prophet Joel Ogbe wa Nigeria, anasema hivi, tulifunga mpaka tukiteua hivi tunacheua damu. Siku moja mama yake alienda kumwambia baba yake akiroa, sasa please mpumzishe mtoto wangu mifungo, ana vidonda vya tumbo. Anasema mpaka leo na vidonda vya tumbo na naendelea kufunga. Kwa sababu niligundua aina ya maisha yangu haya, ili yabadilike lazima nifunge. Bwana asifiwe sana. Unaweza kufunga kiasi gani? Number 2, unaweza kusoma neno kiasi gani? How much can you read the Bible? Unajua mimi sio mchungaji wa muda mrefu sana, wala mimi sio mlokole wa kitambo sana, ila mimi nilipata bahati moja ambayo namshukuru Mungu sana. Nilipata bahati ya kulelewa na wachungaji bora sana, the best pastors. Baba yangu akiroa wa kwanza kabisa yuko Barnabas Silomba, mchungaji bora kabisa, alifariki na aliyekuja kumzika ni Barnabas mtoka mbali. Amen. Mimi bila kujua tumemzika baba yangu mwaka 2011 nafikiri. 2011 mwishoni nikaja kusoma SUA. Nikajiunga kanisa la Bethel. Alafu baba yangu akiroho akawa Barnabas mtoka mbali. Sawa. So Barnabas. Mimi nimekuwa na wachungaji wawili tu kwenye maisha yangu. Barnabas Silomba na Barnabas mtoka mbali. Sasa ndo nataka nikwambie hivi, mimi sio mlokole, yani sio mlokole hivyo, lakini nipata bahati ya kulelewa na wachungaji wazuri. So mimi mtu akija hapa akaniambia nimeona maono, najua ni uongo, sio maono. Mtu akiniambia nimeota ndoto, Mungu amesema, mimi najua sio. Nikisikiliza anachoniambia najua sio Mungu. I know that. Yaani hiyo kitu na hata awe nani. Kuna mtu mmoja kwa mfano, yuko mchungaji mmoja hapa Tanzania, anasema Mungu amesema naye mwezi wa 7 usiku utatokea nini. Najua no, sio Mungu.
Sio Mungu. I know this is not God. Sio Mungu. Sijui, yani najua this is not God. Sio. Kijana mmoja alikuja kanisani wakati kwa chuo, alikuja ofisini kwangu. Sasa pasta, Mungu amesema na mimi jina la kanisa langu litakuwa hili. Nikasema hapana, sio Mungu. Sio Mungu. Amebadilisha. Nafikiri atakuwa aniona hapa. Anaitwa, of course ashe kushuhudia na yeye, mnamfahamu. Ashe kushuhudia pale kanisani, anaitwa Fred Bunguburio, mnamfahamu. Alikuja ofisi kwetu kwa chuo. No. Sio. Hii sio jina lako. Wewe Mungu atakupa jina lingine, sio hii. Sasa tutaona. Sasa hivi kabadilisha. Bwana asifiwe. Yeah. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa unaomba na ukiwa unasoma, sikiliza, listen. Mungu wako watatu. Mungu wako wanne. Mungu yuko mmoja. Tunasema hivi kwenye hermeneutics tunasema hivi. Mungu hawezi kumaanisha kitu tofauti na alichomaanisha wakati anasema kwa mara ya kwanza. Hata kama alichokisema kina maana zaidi ya moja. Nikisema, niletee mbuzi hapa, naweza kumaanisha mbuzi kibao cha kugunia nasi. Naweza kumaanisha mbuzi mnyama, sio ndivyo? Lakini mimi naposema niletee mbuzi, siwezi kumaanisha mbuzi kibao. Tu nikamaanisha mbuzi. Na kwa na maanisha kimoja wapo. Mungu hawezi kusema na wewe kitu alafu kiwe tofauti na ambacho amesema na mimi. Kitu hicho haiwezekani. Mungu hawezi kuniambia mimi, mfano dada mmoja anakuambia, Mungu amesema na mimi wewe ndo mume wangu. Lakini mimi Mungu amesema na mimi mke wangu ni nani? Ni Chichi. Obviously kuna mtu hapa kusikia kutoka kwa Mungu, si ndio? Yeah. So uwezo wako wa kiroho ndio unakusaidia kwa na discernment, na unaongeza kwa kuangalia unasoma neno kiasi gani. Sasa watu wengi ambao wanasema Mungu amesema na mimi, nimeota ndoto fulani, wengi hawana muda na neno. They don't read the word. Wao wanasoma neno kiasi gani? Bwana asifiwe sana. Unasoma neno kiasi gani? Swali lingine. Sorry. Swali lingine. Una shauku yako kwa mambo ya Mungu ipo kiasi gani? Shauku yako kwa mambo ya Mungu ni kubwa kiasi gani? Na unapimaje shauku yako kwa mambo ya Mungu? Unaangalia span yako, your span, yani your listening span, yani listening span, yani kwa muda gani unaweza kukaa katika uwepo wa Mungu usichoke? Ni kwa kiasi gani unatamani uwepo wa Mungu? Ni kwa kiasi gani wewe una shauku na Mungu? Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 13. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 7. 20 sura 7. Matendo ya Mitume 20 mstari wa 7. Hata siku ya kwanza ya juma. Matendo ya Mitume 20:7. Hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akawahutubu akiazimu kusafiri siku ya pili yake, naye akafulisha maneno yake hata usiku wa manane.
Palikuwa na taa nyingi katika orofa ile tulipokuwa tumekusanyika. Kijana mmoja jina lake Yutiko alikuwa ameketi dirishani, akalemewa na usingizi sana. Hata Paulo alipoendelea sana kuhubiri, akazidiwa na usingizi wake, akaanguka toka orofa ya 3. Akainuliwa amekwisha kufa. Paulo akashuka, akamwangukia, akamkumbatia, akasema, msifanye ghasia, maana uzima wake ungalimo ndani yake. Akapanda juu tena, akamega mkate akala, akazidi kuongea nao hata alfajiri, ndipo akaenda zake. You see that? Paulo anafundisha neno, anaanza jioni, anafundisha mpaka alfajiri. Watu wamekaa wanasikiliza masaa zaidi ya 12. Watu wanakaa wanasikiliza mafundisho. Kijana mmoja na Yutiko, yeye akashikwa na usingizi, akaigamia sema kadondoka, akafa. Wakamfufua yule kijana, hawakuacha, wakaendelea kujifunza. How much can you bear the teachings of the word? Kiasi gani unaweza kukaa kwenye ibada? Yani kuna watu hapa ibada wanakuja kwa machale, na hata wakija saa, yani akiona tulisema ibada inaisha saa 12 kamili, yani muda wake, yani soma machibisi, utafikiri anaenda kusaini mkataba wa bilioni 80. Hamna chochote cha kufanya, anawahi series. Wewe uwezo wako ni mdogo. Mungu hata kaa akuamina vitu vikubwa, mambo yake, shauku, huna shauku na mambo yake. Ongeza uwezo wako wa kukaa. How much? Nilikuwa namsikiliza jamaa mmoja anasema hivi, anaweza kusikiliza mafundisho 7 hours non stop. Bwana asifiwe sana. Sisi wakati tunasoma, mimi nashangaa. Mimi unajua wakati fulani mimi wakati nasoma nilikuwa mwanafunzi wa sekondari. Nilikuwa naenda kanisani ibada za katikati. Hakukuwa na ibada na kosa. Ibada Jumatano naenda, ibada Jumapili naenda, Ijumaa naenda, Jumapili tuna ibada 2. Ya kwanza naenda, Sunday school naenda. Yani sikosi. Ilikuwa ni kama natenda dhambi nikose ibada. Nikiwa shuleni nikikosa ibada na kasfeta, nasikia dhambi. Ndio anasema bora niwe bawabu katika nyumba ya Mungu kuliko kukaa mahali pengine. Bora niwe bawabu. Yani ndio maana Mungu anasema mtu aliupendeza moyo wake. Bora hawe bawabu. Yani bora anajisikia vibaya kwamba yeye ni mfalme na protocol za kifalme hazimruhusu kukaa hekaluni muda wote. Anamuonea wivu mtu ambaye analinda. Bawabu ni mshemasa na kaa mlangoni wa nyumba ya Mungu. Yeye anakaa muda wote kwa sababu ndiye analinda watu wanaingia na kutoka. Anawishi angekuwa kama bawabu. Anawishi angekuwa kama nguzo kwenye nyumba ya Mungu kwa sababu anakaa kwenye uwepo wa Mungu muda mrefu. How much can you stay in the presence of God? Hata maombi tu, naomba Baba nakushukuru, dakika 15 umeshachoka, umechoka. Usiku huwezi kuamka kuomba, unasema na usingizi. Sasa naomba nikwambie ujue kama una usingizi kweli au una mapepo. Ingia Instagram, fuatilia peji za udaku, uone kama utalala. Hautalala. Ndio ujue shida sio usingizi. Shida una pepo. Yako mapepo mabibi na mabwana ambayo yameagizwa kabisa kuwafanya watoto wa Mungu wasikae katika uwepo wa Mungu. Kabisa. Kwa sababu maharage ni matamu sana, lakini yasipoiva hayafai kuliwa. Ukiipua maharage ukazima moto kabla hajaiva, hayatafaa kuliwa, hayatafaa kutunzwa, yatamwaga. So kama una muda kutosha ukaa katika uwepo wa Mungu, utatoka hujaiva. Basi Biblia inasema wakati Ibrahim anawasindikiza wale malaika, walipoondoka, Ibrahim aliendelea kukaa katika uwepo wa Bwana. Wakati amekaa katika uwepo wa Bwana, ndipo Mungu akasema kwamba naenda kufanya jambo kubwa namna nimfiche Ibrahim. He stayed in the presence of God. Wakati wa kuimba hapa ibada tunasema wakati wa kuabudu mpaka tuweke mtu akuachochea kumwabudu Mungu wenu mwenyewe. You can't worship God. Wakati wa kuabudu Mungu watu wanashangaa na kodoa macho tu kama mshirikina. Una nini wewe? Muda wa kuabudu, Mungu amekaa anaangalia hivi. Anasema Mungu niamini, ndafini mtumishi wako. Wewe sikiliza. Naweza nimewambia mimi sio mchungaji bora sana, lakini najua watu ambao wanafanya maigizo na hawafiki popote. Watu wa hivyo hawafikagi popote. Wewe
kuwa una shauku na Mungu afu ukataka kumtumikie. Huwezi kuwa ukai katika uwepo wa Mungu alafu ukasema eti Mungu amesema na wewe ni Mungu. Amesema naye wapi? Mungu ambaye amkai, Mungu ambaye amzungumza, Mungu ambaye amkai mkazungumza, amesema naye nini, lini, wapi, how, where? Yaani wewe utokea Matombo, yaani wewe umetoka jimbo la Kyela vijijini, unakuja hapa Morogoro, unasema na ujumbe kutoka kwa Mheshimiwa Buti. Yaani asino kusema na sisi ndio Morogoro, aseme na wewe wakule kutoka Kyela vijijini. Haiwezekani. Ukai katika uwepo wa Mungu. Utaki ibada. Ukija kwenye ibada unazurua sema nimeota ndoto. Wewe ni mapepo yamekuotesha ndoto, sio Mungu. Unaweza kukaa katika uwepo wa Mungu kiasi gani? Jambo la tatu, kwa kiasi gani unaweza kushindana katika ulimwengu wa roho? This is very important. Unaweza how much can you wrestle in the spirit? Now, this is very important. Hii ndio point ya mwisho namalizia. Kiasi gani unaweza kuwrestle katika ulimwengu wa roho? Wewe unaweza kushindana kiasi gani katika ulimwengu wa roho? How much can you wrestle? Kitabu cha Efeso sura 10 sura 6 mstari 10 anasema hatimaye ndugu zangu mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kusipinga ila za shetani. Nimeshawaambiaga mara nyingi na mara nyingi, please guys understand, shetani yupo. Shetani ana nguvu. Sawa? The devil is powerful. Wanasema the devil is powerless. Sio kweli. The devil, shetani hajapoteza nguvu zake. Shetani alichopoteza ni mamlaka. Mamlaka nini? Mamlaka ni haki ya kutumia nguvu. Anazo nguvu. Nguvu ni uwezo kusababisha matokeo. Anayewa impati waganga kuona nini? Anayewezesha waganga kuona nani? Si ni shetani? Anayewezesha wachawi kuruka nini? Ukisema shetani ana nguvu, maana unasema uchawi haupo, waganga haupo, ni wote ni vitu vya kufikirika. Sasa fine, utakutana naye siku moja. You meet him one day. Ngoja waambie una cancer. Kwa sababu anasema hivi, kwa kusudi hili Bwana wa Mungu alidhihirishwa apate kuzivunja kazi za Ibilisi, ndio? Maana yake Ibilisi ana kazi zake. You understand that? Ijapokuwa kwenye context anamaanisha dhambi, lakini dhambi na yote ambayo ni matokeo yake ni kazi za shetani. Shetani na ofisi yake. Shetani na watu ambao kwa hiari yao wameamua kumtumikia. Unaweza kushindana kiasi gani katika ulimwengu wa roho? Ngoja siku moja wakwambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi nimeona clip moja kwenye church show ya church show ya show fulani ya comedy kwa Kenya huko. Jamaa anataka kumsurprise amvishe pete ya uchumba mke wake. Sasa akajifanya kama ametuma askari wanakuja kumkamata katikati ya show. Yule mwanamke akasema hivi, hebu niambie mnampeleka wapi mume wangu? Wakaanza kubishana na askari. Binti anabishana na askari. Sasa hamwezi kumchukua mume wangu. Mwacheni mume wangu. Hamwezi kumfanya hivyo. Hamwezi anabishana nao askari kabisa. Msimshike hivyo. Mmoja akamshika sema msimshike, sio mwarifu. Niambie nampeleka wapi? Nikataka kujiuliza mabinti zetu au kubongolendi anaweza kubishana na askari namna hiyo, binti wa Kitanzania? Eti waje wamkamate Nelson. Wasema nampeleka wapi Nelson? Msimkamate. Kinipeni kitambulisho. Nyie kia nani? Nyie wewe kuweza au utakimbia? Sasa shetani akiwajia watoto wako usiku, utabishana? Anasema ni kudra za Mwenyezi Mungu. Unamwachia Bwana. Shetani ameleta kansa kwenye mwili wako. Mimi nishawaambiaga mimi si umwagi. Juzi hapa naenda uani nikashangaa. Naona natoa haja ndogo ya rangi hiyo na nimetoka kunywa ya rangi fani ya njano. Nimetoka kunywa maji na kunywa maji nikasema kuna kakitu hapa. Nikasikia sisi hapa tumwagi. Yaani rudi ulikotoka, rudi. Siumwi malaria, siumwi typhoid, siumwi chochote. Out in the name of Jesus. Mambo niko fresh, Bwana Yesu sana. Yeah. Anasema, unajua shetani anazo hila. Wakorinto wa pili
Wakorintho kwanza sura ya 2 mstari wa 11 anasema hivi, shetani asije akatushinda, maana atukosi kuzijua fikra zake. Umenielewa? Paulo anasema wa kwanza sura ya 16 mstari wa 9 anasema hivi, nimefunguliwa mlango mkubwa na wa kufaa sana, lakini wanipingao ni wengi. Sasa wanaokupinga ni wengi. Wao unafanyaje? Lazima ujue. Anasema pale mwishoni mstari wa 13 kitabu cha Efeso 6:13 anasema hivi, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Nataka uende leo nyumbani kwako kamaki kila eneo ambalo unahisi sio mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Nenda olosesha kila eneo ambalo unafikiri hili hapana, hii ni kazi ya Ibilisi. Kwa sababu yako mambo katika maisha yetu yanakuja kana kwamba ni kawaida. Mnafahamu story yule mwanamke ambaye alikuwa na Yesu alimponya kwenye kitabu cha Marko. Of course ni sura ya kwanza nafikiri. Sio Marko, sura Luka sura 13 kama sikosei. Anasema yule mwanamke alikuwa ana pepo la udhaifu. Sawa? Lakini nje alikuwa anaonekana amepindana. Sawa? Wewe ukimuona kwa nje unaona amepindana. So automatically, jana rafiki yangu mmoja amenipigia simu anasema, pastor, mke wangu ghafla nimekuta ana kidonda kwenye ziwa. Ikawaje? Akatibu, kijaondoka. Sasa hivi yuko theater, wanachukua sample, wanataka watume Dar es Salaam wakacheki kama ni cancer. Nikasema, my friend, una nafasi lini? Njoo twende mlimani. Hiyo ni ketani kabisa. Whether ni cancer au sio cancer, this is the devil. The devil has visited your space. Shetani amekutembelea. Please njoo. Ijumaa anakuja. Tunaenda kushughulika leo kitu. Na nimesema mwezi huu lazima ikauke, ipone kabisa. Ukicheka na nyani shambani atakusumbua. Jumaisha na wimbo fulani wala watoto 2000 mwezi kuelewa vitu. Alimwimbia Sinta, mwanamke wake ana Sinta. Kwa hiyo mle ndani kuna verse inaitwa, ukicheka na nyani shambani atakusumbua, utavuna mabua na watu wasiokujua watakucheka. Ukicheka na nyani shambani atakusumbua, utavuna mabua na watu wasiokujua watakucheka. Anasema mtiini Mungu, lakini shetani mpinge naye atawakimbia. How much can you wrestle in the spirit? Unaweza kushindana kiasi. Leo ukiambiwa una kitu fulani, una ugonjwa fulani, una shida fulani, una kitu fulani kimemea katika maisha yako ambayo sio mapenzi ya Mungu, mwitikio wako ni nini? Au unalia? Au unaita watu? Sasa unajua na uwezo kiasi gani kwa kuangalia how much unaweza kupambana katika ulimwengu wa roho. Niliwaambia siku moja nikasema hivi, mabibi na mabwana, shetani jina lake lingine anaitwa nyoka wa zamani, Ibilisi. Shetani hana tatizo la kusubiri, hana tatizo la muda, hana tatizo la kusubiri. Anaweza kusubiria miaka 40, anaweza kutega bomu sasa hivi, after time yake ya kulipuka akaiseti miaka 30 ijayo. Wewe kwa sababu unaona mnaamka, mnainuka, mnaamka, ukafikiri kitu sawa. You must learn to fight him. Fight him. Na hiyo unajifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao una macho ya kiroho. Unajua vitu tuongee sasa hivi lakini ni vya muhimu. Wao una macho ya kiroho. Akija mtu ofisini kwako na ni mshirikina, amekuja kufanya ushirikina, wao unaweza kumuona? Can you see? Watumishi wa Bwana, una macho ya kiroho. Mtumishi wa Mungu juzi alituambia, anasema mnadhani macho ya kiroho ni ya wachungaji tu. Filipo
Alikuwa shemasi. Lakini alikuwa na macho ya kiroho. Anasema akiwa anapigwa pale, alikaza macho yake juu, akamwona Mungu ameketi akamwona Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Amesimama mkono wa kuume wa Mungu Baba. Amemuona. Lini mara mwisho Mungu alisema na wewe na ukajua kwamba ni Mungu amesema na wewe? Unajua pia hii mambo wasiambie. Kuota ndoto zina utata, zinakuchanganya. Ndalili kwamba kiroho chako iko chini sana. Wewe una kiroho cha chini. Unaota ndoto zinakuchanganya kila saa. Maana yake wewe uwezo wako wa kusikia kwa Mungu ni mdogo. Kila ndoto unaota unataka kuomba tafsiri kwa watu, una shida wewe. Panasfield. Yusufu alipoota ndoto, hakuwasimulia ndugu zake wamtafsirie. Alisielewa. Alikuwa anawaambia kama ushuhuda tu. Lini kwa mara mwisho Mungu amesema na wewe kuhusu hatima yako? When? Lini ulimsikia Mungu wewe? Lini Mungu alisema? Unajua tunaishi kimazoea kana kwamba yani Mungu wetu sisi. Unajua tofauti ya dini yetu sisi na wengine ni kwamba sisi Mungu wetu yuko hai na anaongea mpaka leo. Please usije kumfanya Mungu wako akawa kama subhanallah. No. Wewe Mungu wako sio Allah. Wewe ni Yesu Kristo. Mungu wako ni Yesu Kristo. Ni yeye jana, leo na hata milele. Anapaswa kuwa anasema na wewe. Kristo njoo tusemezane. Eleza mambo yako wewe upate kupata haki yako. There are times you have to sit with God. Mnaongea na unamsikia anasema na maisha yako. But we have lost that. Tumeageuza maisha yetu kwa work. Usimama kwa miguu yako mahali. Usimama. Mwambie Yesu, ongeza uwezo wangu wa kiroho. Increase my capacity. Lord, increase my capacity. Leo nimsikia Mungu. Wengine ni wazazi hapa. Nimeenda usio kaaba. Uyuko hapa na kazi mahali. Na moja kati ya kazi ni kaaba, lakini agent wa shetani. Anataka kukuangusha, aharibu ushuhuda wako. Nikafanyaje? Nikamweka karibu. Kuna kanuni ya vita nasema hivi, keep your friends close, your enemies closer. Sawa. Maadui usiwaweke mbali. Utaona mipango na upanga dhidi yako. Waweke karibu. So nikamleta karibu. Halafu nikamshughulikia akiwa karibu. Why? You should be able to see. Unajua ukiwa unaishi maisha yako kila saa unatatua matatizo ambayo ibilisi aliyasababisha, utaishi maisha yako muda mrefu kitatua matatizo tu. There are times inabidi uyaone matatizo kabla yatokea, alafu uyashughulikie kabla yatokea. Yesu anasema, ibilisi ametafuta, sio anawatafuta, sio anapepeta. Yesu anasema, Petro, shetani amewatafuta ninyi apate kwa pepeta kama mtu anapopepeta ngano. Lakini nimekuombea Petro, wewe ukimalika uimarishe wenzako. Kabla ibilisi hajaingia kwa pepeta kama ngano, Yesu alishaona, akaomba kabla hajatokea. Unaonaga mambo yanayotokea kwa watoto wako? Unaonaga mambo yanayotokea kwenye kazi yako? Do you see? Jioni leo naomba kwa dakika 10 zobakia. Mwambie Mungu, ongeza uwezo wangu. Ongeza uwezo wangu. Ongeza uwezo. Increase my capacity. Masha tarakatebes. Kila mmoja aombe, kila mmoja.
Mwambie tu Mungu niongezee uwezo wa kiroho. Increase my capacity, increase okapati. Deva rasekete deria nikapakara masata. Raka paso koto biteria mikara. Fungua macho yangu ya ndani, fungua macho yangu. Open my eyes, open my eyes, open my eyes. Sekete bina. Rasha kata kata tate. Reveketeria nikapakaya po. Robo shasa kata. Kila moja ombe, kila moja ombe. Revina rianda sataya masoto. Rika pasha sakata teke. Reke pekeria nikapayasa fasoto. Roba sokoto. Nikaya manderi, kaya masekete vira. Ongeza uwezo wangu Bwana, ongeza uwezo wangu, ongeza uwezo wangu, ongeza uwezo wangu, ongeza uwezo wangu. Maro sokoto reke peteve nikapa shaka taparaba rakete tevira nikapa yasa fasoto reke pekete tekete nikapa shaka katata. Ongeza uwezo wangu wa kuomba, ongeza uwezo wangu wa kusoma neno. Reba boda, reba boda, reba boda. Robita sekete kete nikapa shata rabara revato sokotoria nikapa yasa fanira reboso koto nikapa shata rababa reveseketeria nikapa karaba repetekeria nikapa yasa fata robo bosa kara nikapa rede Esaya masapataria Esaya masapateria nikopokoro diata. Ongeza uwezo wangu Bwana, ongeza uwezo wangu wa kuomba, ongeza Bwana uwezo wangu kaa katika uwepo wako, to stay in your presence. Areketekete nikapashata ravita badera rakapaya saka. The fact kwamba uwezi kuomba sasa hivi na yenyewe ni dalili kwamba uwezo wako ni mdogo. Kama jiona uwezi kuomba sasa, unajua kwamba uwezo wako ni mdogo. Omba rafiki yangu, omba. Hakuna dawa ya kukusaidia kuomba, ni kuomba peke yake. Dawa ya kukusaidia uweze kuomba ni kuomba. Dawa ya kukusaidia uweze kuomba ni kuomba. Maombi ya kukusaidia uweze kuomba ni kuomba. Sayata matala reke sekete vitaba raba sokoto vinama reparia nikapayasa fasete reparasha sakate nekete reketo Shatakata rikapasatape rekepesekete nikapasatapo rovosokotoko nikapakatape repeseketeria nikapayasa nefarosikiria nikapayata. Ungeomba zaidi, unaweza kuomba zaidi hapo. Esaya maseketeria. Ongeza uwezo wangu, ongeza uwezo wangu. Marevasekete vina rebakora nikapruata masata nikapraka payasa fastara rekebu karia drums nakapaya sakate revese